Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa wa msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, nawe mtazamaji wa Mwangaza Digital, kusikiliza ujumbe na tafakari ya Mtakatifu Gaspari leo tarehe 25 mwezi wa 4. Mtakatifu Gaspari anatuambia, katika kuishi kijumuiya, uvumilivu mkubwa na utulivu vinahitajika. Vinginevyo shetani atashinda. Kila kitu kinapaswa kifanyike kwa upole na bidii ya kumridhisha mwingine. Katika kuishi kijumuiya, uvumilivu mkubwa na utulivu vinahitajika. Vinginevyo shetani atashinda. Kila kitu kinapaswa kifanyike kwa upole na bidii ya kumridhisha mwingine. Wapendwa, jumuiya ni watu na si mtu. Hivyo jumuiya inaundwa na watu kuanzia 2, 3, 4 na kuendelea. Hivyo katika jumuiya, wingi huo wa watu hutofautiana kulingana na jinsi zao, rangi, kabila, tamaduni, itikadi na hata uelewa. Hivyo kwa kuwa jumuiya inaundwa na mtu zaidi ya mmoja, utofauti au kutofautiana hakukwepeki katika jumuiya, ambapo kwa nyakati nyingine huleta matokeo hasi. Hivyo kutokana na uwepo wa upekee na utofauti kati ya mtu na mtu katika kila hatua na katika kila hali, uvumilivu na kuvumiliana vinahitajika pasi na kikomo, pamoja na utulivu wa hali ya juu katika kukabiliana na mambo pasipo kuingiza hisia au mihemko. Kwa kufanya hivyo, amani na upendo ndani ya jumuiya utanda na kutawala, na wala ladha ya chuki na mafarakano haitokuwepo. Mwaliko ambao Mtakatifu Gaspari anatupatia leo hii ni wa kuishi kijumuiya, tena tukifuata mfano wa jumuiya ile ya kwanza wa kuishi kwa upendo, umoja na mshikamano, wakigawana kwa upendo na usawa vile walivyo navyo kulingana na mahitaji ya kila mmoja. Daima tujijenge katika fadhila ya unyenyekevu kwa wenzetu, tukiwaona na wao wanastahili pengine hata zaidi yetu sisi katika jumuiya, na pale palipo na mapungufu tukosoe na kurekebisha kwa upole na busara. Ndugu zangu, wingi wa fadhila hizi kama vile busara, upole, uvumilivu, unyenyekevu, upendo na kadhalika ndiyo silaha pekee ya kumshinda shetani katika maisha yetu, kwani roho ya chuki, magomvi na mafarakano havitapata nafasi, bali upendo, amani, furaha na mshikamano ndivyo vitakavyopamba zaidi maisha yetu. Maisha ya jumuiya yanapaswa kuwa maisha yaliyojaa umoja na mshikamano, kama Kristo anavyotuombea kwa Baba akisema, Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, uwalinde hawa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Rejea Injili ya Yohane sura ya 17 aya ya 11. Hivyo hatutofaulu kuwa na umoja na muungano kama tusipokubali kupokeana kila mmoja katika tofauti yake, udhaifu wake na mapungufu yake, tukiacha kuyatazama yale yasiyojenga, yaani mabaya, na kuyakazia macho zaidi yale yaliyo mazuri na yenye kufaa. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Colin Stem wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu.